Odi odi. Odi odi. Wachenje. Nani? Toka nje basi hapa. Nani? Nje. Jamaa, niambie. Upo? Niko wapi? Karibu sana. Asante kabisa. Karibu, ngoja nilete hapa. Haya, fresh. Za siku nzuri kabisa. Shemu hajambo. Hajambo kabisa. Aisee, umekuta shemeji yako naye ameenda kisimani? Ameenda kisimani? Angelirekebisha kachakula angalau. Tutakula tu, msimji bado huko. Na wewe upo? Mimi nipo. Eti? Aisee. Upo kabisa? Aisee, nashukuru sana. Umenitembelea. Yaani mimi napo nilikuwa napilika cheki. Ulikuwa na nilipo. Kwa kweli. Aisee. Na kuona umechakaa. Aisee, sijui unisubirie nikaoge. Hamna, nina neno. Kuniona hapa? Nina rangu kichwani hapa, yani ngoja nikastand by. Pita zangu nilikuwa nakuja hapa kwako. Ndio. Nimeona ng'ombe wasema shambani mwako. Tena wamerudisha ng'ombe hawa. Nimemaliza kuwafukuza sasa hivi tu. Au ni hamna, relax tu. Yaani mimi wameshanisumbua sana. Watakuwa wametoka labda msimini nimepita. Sasa yaani mimi wameshanizoea, sio niwafanyeje? Mimi hao wachungaji mimi nitakuja nini? Mimi nitakuja nifungwe. Ukishika hata moja tu kimlipisha. Utakuwa umekomesha. Nimeshawalipisha mno. Umeshawalipisha? Yaani au nifanyeje? Hebu nishauri. Hamna, ngoja nikwambie nini kwanza kilichonileta. Haini mwingine. Mimi kilichonifikisha hapa makubwa sana. Unamjua Patrick? Yule. Yaani nimeshangaa sana. Si unajua ule msitu wa nani wa Matata? Ule wanaosemaga ule na sikiaga ila sijawahi kufika. Vipi kuliko huo sasa? Una nini? Nilienda pale nyumbani kwa Patrick. Ndio. Nilipofika. Sister in-law. Si nikamuona pale nyumbani, nikamsalimia, vipi habari za hapa? Salama. Harakati nzuri. Patrick nimemkuta. Ndio. Hamna, hayupo. Amesema aende kwenye msitule wa Matata, aenda akatunania, akamruhusu akaenda. Nimeshangaa sana. Hivi wengine wakoje? Yaani nimekuja kwako, yani mbio najiuliza tutamtoaje huko? Tutampatia? Hamna. Unajua ni nini? Nisubiri tuendeko. Huyu atakuwa ameenda. Tuendeko? Atakuwa na hivi amekwambia vinda sanga. Huyu atakuwa ameenda, tuendeko. Jamaa amka, unachelewa. Yaani ngoja nini? Ngoja nini? Utakuja yani sichelewi. Sasa hivi tu. Ngoja nini? Hivi hawanijui. Hawanijui. Ngoja nini? Kwenda. Huko mimi napajua mimi. Huko mimi napajua. Huko mimi napajua hili. Twende. Nani aise? Huko sio pa kwenda. Unajua nini? Nikwambie kitu. Huko sio pa kukurupuka sana. Kwanza mimi moyo unadunda. Sielewi. Kwa hiyo tufanyeje? Ila hii inatakiwa tumgwae. Unasikia? Yaani mimi unanichosha na kuchelewesha kuniambia. Twende msituni. Lakini twende.
Unanisikia? Unajua tuna hatari huko. Sio nakwambia kwamba ule msitu ni wa ajabu. Hutaki kunisikia? Ni hatari, tutakufa. Umemwona Patrick sasa, ulikuwa unalazimisha. Kwa nini unafanyaje? Unafanyaje? Wewe nilikuwa nakwambia twende kwanza kwa Hashem tukamuulize vizuri hapo atuelekeze kwamba ameenda saa ngapi, ametoka saa ngapi. Unalazimisha. Mimi yule ndugu yangu. Ndugu yako pia tungefuatilia kwanza. Sasa mwanetu tunamfanyaje? Umempata wapi? Yuko wapi sasa? Umempata yuko wapi sasa? Hebu twende sasa. Twende. Haya. Maisha ni magumu, sina kazi, sina cha kufanya. Msitu nao upo karibu, ila nao ni msitu wa matata. Msitu wa matata, 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 msitu wa matata. Mama Lilia. Upo kwa huko? Niko hapa na wakati. Sawa sawa. Lilia ni mambo. Leo tunaanza kuwa. Unaandaa chakula cha Mama Lilia. Nimelala. Ala ghafla usingizi ukakosa. Kuna vitu ambavyo naviwaza, yani nashindwa kuvipatia majibu. Lakini maisha kwa kweli ni magumu sana. Sana sio. Yaani nimechoka na hapa kijijini penyewe. Kazi tunazopata ni za vibarua tu. Kulima, kufanya usafi, tunapata hela kidogo sana. Yaani haitoshi kukidhi maisha yetu. Vipi kwani? Naona ndo naokota maharage. Na njaa inauma kweli. Sasa nipike. Nataka upike. Sawa. Kwani unaonaje haya maisha tulionayo? Wewe umeridhika nayo? Naishi kwenye mabanda ya kuku. Hapana. Kwani ndio katafuta, lakini naunga umo kidogo. Ndio. Unga upo kidogo? Ndio. Kwa hautoshi hata chakula hata cha kesho kutwa, haiwezi katupeleka tuko siku mbili hivi katusogeza mbele kidogo. Ndio. Haiwezi kutosha. Ndio. Hapo ndo nachanganyikiwa kabisa. Lakini mimi nilikuwa na wazo moja. Wazo gani? Unajua siku zote mtu akitaka kufanikiwa lazima riziki maisha yake. Mimi nilikuwa nataka nijitoe mhanga niende kwenye msitu wa matata. Hivi umechanganyikiwa? Umechanganyikiwa je? Yaani mimi kutoka kwenda kutafuta nimechanganyikiwa. Kwenye ule msitu? Na ukataza mume wangu. Kwa nini? Wanaoenda kwenye ule msitu wa matata hawarudi. Nimekwambia hivi, kwenye maisha haya tukitaka kufanikiwa lazima kujitoa mwanga. Sasa nikiendelea kubaki hapa, si tunabaki kuangaliana tu hivi kama picha. Chonde mume wangu. Angalau uone kwenye daladala
kwenye mishahara. Watu wanafanyaje? Wanaenda kwenye daladala tu unanunua unga, tunatudagaa, tunakula. Sio kwenda kwenye ule msitu. Hawarudi. Umenielewa? Lakini kuelewa itakuwa ni ngumu sana. Yaani siwezi nikakubali kuendelea kudhalilika tu mazingira haya hapa nyumbani. Tumeshakuwa kila siku ni wa kwenye mishahara, vibarua, daladala. Nimechoka hayo maisha. Ni bora nitoke mazingira haya, uendelee kubaki wewe ukiwepo mahali hapa. Niende nikatafute. Tauri ulewe mseza. Kugambira na kugambira otyo. Tugenda hakibarua. Twa kihumbi twagura mukubi. Twa 2000 twagura mapo. Twarya. Mwisho siku tukupandika naye tukonka noro ku kodi ka shamba twarima mchere twayombeka kazu. Hivi wewe hausikiagi kwa sababu gani? Hebu nisikilize mke wangu, sawa? Ndiyo. Huu si wakati wa kuzozana. Hebu nielewe tunachokwambia. Endelea kubaki hapa nyumbani. Niombee dua kwa Mungu. Na nikapambane. Nikatafute. Sawa, najua hakuna aliyewahi kwenda kwenye ule msitu na karudi. Lakini huwezi kujua, naweza nikaenda kule mimi nikawa wa kwanza kurudi. Kila chenye mwanzo kina mwisho, mke wangu. Kila chenye mwanzo kina mwisho. Naweza nikaenda kule, Mungu akatubariki. Naenda kukata mkaa. Bahati nzuri sasa hivi hata mkaa umepanda bei. Aya, wewe unaenda kutoka hapo unanunua mkaa wa shilingi 500. Unapewa vipande hata 3 vya mkaa. Haya, wewe fikiria, mle kwenye gunia kuna vipande vingapi vya mkaa? Nikipata magunia 20, si tutapata pesa? Toka tuhamie hapa. Nimeshawahi kukamata 30,000. Sana. Ni bora unielewe. Nielewe, niende nikatafute. Mungu atatubariki na sisi. Unamwona huyu mtoto, nikiendelea kubaki hapa tutakuwa vibarua. Hata uji atakoswa huyu. Aya, umesema umebaki kikombe kimoja chakula cha usiku. Mtoto huyu kesho atakunywa nini uji? Kesho kutwa ataishije huyu mtoto? Na anatutegemea sisi. Aya, tuendelee kubaki hapa kama tunavyoangaliana. Sasa mume wangu. Ukaenda kukata mkaa wiki nzima. Lakini ukienda kwenye kibarua siku moja tunakula. Kwa sababu gani? Uende huko, ukapotelea huko. Taishije na huyo mtoto? Nakuomba mke wangu nielewe. Mungu yupo. Siku zote. Mungu ndo kila kitu. Unaona hii? Tunatembea na ulinzi. Kutoka kwa Mungu. Sawa, ninapotoka mimi haimaanishi kwamba hapa nyumbani tayari mtakuwa mmezidiwa.